Hujambo, nafuatilia kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Leo ni Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tuko hapa katika maeneo ya Mpigi Magoe, Mbezi. Ni nyumbani kwa mchungaji mtumishi wa Mungu, mchungaji Ray Seng'eng'e, ambapo leo ibada imefanyikia hapa nyumbani mwake, ambaye ondokewa na mke wake kipenzi, mchungaji Nehema Salome Ray Seng'eng'e. Na leo wana DIC kutoka pale Kariakoo, mahali ambapo wanaabudu. Leo wameamua wawe na ibada maalum kabisa hapa nyumbani, kama kuweza kumwadhimisha maisha ya mama yao kipenzi ambaye ametangulia mbele za haki, mchungaji Nehema Salome Ray Seng'eng'e. Na sisi tuko hapa NYTV kuweza kukuletea ibada hii nzuri kabisa maalum kwa ajili ya kwenda kusherekea maisha ya mwisho ya mama yetu kipenzi, ambaye tunaamini kabisa ya kwamba ametangulia mbele za haki. Hii ni njia ya kila mmoja ambaye ataondoka hapa duniani, lazima tupitie kifo. Hivyo tunaamini kabisa mama yetu yuko mbinguni, na leo ibada hii ni nzuri sana ya kwenda kusherekea maisha ya mwisho ya mama yetu, leo ikiwa ni Jumapili ya mwisho ya kwenda kuagana na mama yetu kipenzi, mchungaji Nehema, ambaye kwa hakika amevipiga vita vilivyo vizuri. Mchungaji Nehema ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ambaye amekuwa akimtumikia Mungu pia katika idara ya WWK toka mwaka ule 1992, ambapo alichaguliwa kuwa mhazini mkuu wa idara hii ya WWK. Idara hii aliitumikia kwa nafasi hii ya mhazini, aliitumikia kuanzia 1992 mpaka mwaka ule wa 2016. Na 2016 walipofanya uchaguzi tena, alichaguliwa kuwa makamu mkurugenzi wa idara hii ya WWK. Hivyo tunaamini kabisa idara ya WWK wamempoteza shujaa, wamempoteza kiongozi shupavu na mahiri sana, ambaye alifanyika baraka sana katika idara hii. Viongozi wa WWK wamekwisha kuwasili hapa. Yuko katibu wa WWK yuko hapa, lakini pia tuko na makamu mkurugenzi wa idara hii ya WWK kitaifa, dada Nehema Mboma, lakini pia tunategemea pia kuwa na mkurugenzi mkuu wa idara hii ya WWK atawasili hapa katika kwenda kuadhimisha maisha ya mama yetu kipenzi Nehema. Baada hii itakujia live kutoka hapa nyumbani kwake Mpigi Magoe, Mbezi. Naamini nakukaribisha sana ukiwa na mimi Messi Malio, na ratiba hii itaendelea hapa nyumbani kwa siku ya leo, kufanya ibada ya faraja kwa familia, mume pamoja na watoto na wana DIC ambao wameondokewa na mama yao kipenzi. Na hivyo kesho itakuwa ni ratiba ya kwenda kumwaga mama yetu na baadaye kwenda kupumzisha mwili wake. Basi usiendelea kuwa na kituo hiki cha NYTV, taendelea kukuhabarisha kila kitakuchokuwa kikiendelea hapa nyumbani siku hii ya leo, lakini pia na kesho ni kwa ajili ya kwenda kupumzisha mama yetu. Wa WWK taifa umekwisha kuwasili hapa. Tuko naye mkurugenzi mkuu wa idara hii ya WWK, mama yetu Faraja Hamuli. Yuko katibu uko hapa, lakini pia yuko mhazini mkuu dada yetu Tabitha Benki, ambaye amekuwa akishughulikia jambo hili toka tukio hili la msiba limetokea. Yeye pia ni mwanafamilia wa DIC akiwa anaabudu pale, lakini yeye pia ni kiongozi mwenzake wa mama yetu, mama mchungaji Nehema, lakini pia yuko makamu mkurugenzi dada Nehema Mboma, tayari wamekwisha kuwasili hapa, na viongozi wengine wa idara ya WWK majimboni, wakurugenzi kwa umoja wao wamekwisha kuwasili hapa kwa ajili ya kwenda kuhakikisha wanakwenda kusherehekea vema
maisha ya mama huyu ambaye amefanyika baraka katika maisha ya wengi. Ni mama aliyewapenda washirika wake, ni mama aliyewakumbatia, ni mama ambaye amefanyika baraka katika maeneo mengi, na hakika ataendelea kukumbukwa kwa mengi mazuri ambayo ameacha kama alama. Na muda si mrefu viongozi watakuwa wanaingia hapa kwa ajili ya kwenda kuanza rasmi ibada hii nzuri kabisa ya kwenda kusherehekea maisha ya mama yetu kipenzi Mchungaji Neema Salome Seng'enge, ambaye tunaamini kwa hakika kabisa yuko mbinguni, ametangulia mbele za haki. Na ibada inaendelea hapa nyumbani kwake, ibada ya Jumapili ya mwisho kabisa ya tarehe 21, ambapo baada ya hapa hatutamwona tena katika maisha haya, bali tutaamini siku moja tutaonana naye kule mbinguni. Basi ninaendelea kukukaribisha uendelee kufuatilia ibada hii nzuri sana hapa maeneo ya Mbezi, Mpigi Magoe, maeneo ya Machimbo. Hapa ndiko nyumbani kwao, pamoja na mume wake Mchungaji Rais Seng'enge pamoja na familia. Na hii ni ibada maalum kabisa kwa ajili ya faraja kwa wale wafiwa ambao wameachwa, mume wa marehemu pamoja na watoto na wajukuu ambao wameachwa. Mtoto wa pili wa marehemu wanaingia hapa kuanza, wanafamilia hawa wanaingia hapa. Familia ya Mchungaji Rais Seng'enge inaingia hapa kwa ajili ya kwenda kuanza ratiba nzuri kabisa ya ibada hii. Unaweza ukamwona mume wa marehemu Mchungaji Rais Seng'enge pamoja na mdogo wake hapo, familia ikiwa inaingia hapa kwa ajili ya kwenda kuanza ratiba ya ibada ya faraja hapa nyumbani. Mungu ameendelea kumtia nguvu baba huyu, mume wa marehemu, ambaye ameachwa na mke wake, lakini anaamini katika Bwana kwamba kuna matumaini ya kumwona tena hapo baadaye katika ufalme wa milele. Tuko hapa kuendelea kukuletea ibada hii nzuri kabisa. Wewe ambaye unaendelea kukifuatilia kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NY TV, bila shaka utabarikiwa na kila kitakachokuwa kikiendelea hapa, ibada inapokwenda kuanza rasmi sasa kwa ajili ya kwenda kufurahia maisha ya mama yetu, kusherekea maisha yake ya ushindi aliyoyaishi hapa duniani, akiwa amezaliwa tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 1959, na Mungu kuolewa na mtumishi wa Mungu Mchungaji Rais Seng'enge, na kwa pamoja walifanikiwa 3, ambapo mmoja alishikwisha kutangulia mbele za haki, na anao watoto 2 wa kiume ambao Mungu amewajalia, lakini pia anao wajukuu ambao amewaacha. Na hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama huyu mtumishi wa Mungu Mchungaji Neema Salome Seng'enge, kwa utumishi alioufanya hapa duniani mpaka anapoondoka. Ameondoka kwa ushindi mkubwa, ameondoka akiwa amevipiga vita hakika, na tunasema amemaliza mwendo. Sisi ambao tumebaki ndio tunaojiuliza kwamba tumebakije na tutamalizaje. Hivyo tunaendelea kukukaribisha sana kuendelea kufuatilia matangazo haya ambayo yatakujia kutoka hapa nyumbani kwa Mchungaji Rais Seng'enge, tunapokwenda kufanya ibada hii nzuri ya faraja kwa familia na wale wote ambao wamefikwa na msiba huu, bila kusahau kanisa la DIC ambako alikokuwa akitumika yeye na mume wake.
Nasema twakuinulia, tunamshukuru Mungu kwamba wana moyo mkuu. Tumpigie Bwana Yesu makofi tena kwa ajili ya hilo. Lakini tunamshukuru Mungu pia viongozi wetu wa WWK, naona nao wameshafika. Tumpigie tena Bwana Yesu makofi. Lakini kiupekee sana tunashukuru pia kwa wewe ndugu yetu mpendwa wetu ambaye umeona kwa kweli ni jambo jema sana kuungana pamoja nasi sote katika ibada hii ya faraja, lakini pia ibada ya kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mama yetu Neema Salome Seng'enge. Kwa hiyo jipigie makofi na wewe kwa kuweza kufika. Amen. Sasa kabla moja kwa moja hatujaenda katika kipindi cha sifa, nilikuwa leo na tafakari kitu kimoja. Nikawaza, nikasema kwa mfano mama yetu Neema ambao sasa hivi tunaamini kwamba yuko na Bwana. Tukasema kama Bwana akimpa nafasi ya kututazama sisi watu wanaotupenda sana, nini angekitamani kwetu? Ninaamini kwamba angetamani kwanza, angeelewa tuna huzuni kwa sababu hatupo naye katika mwili, lakini nina hakika asingependa tuwe na huzuni inayozidi, bali angependa tusonge mbele ili siku moja tuungane naye, kwa sababu yeye sasa hivi anaona uzuri na ukuu na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ninaamini kwa upendo alionao, akiona tumenyong'onyea sana, kama Mungu amempa nafasi hiyo, naamini halitakuwa jambo la kumtia moyo au kumfurahisha. Lakini akiona pamoja na huzuni bado tuna moyo mkuu, bado tunaishika imani na mafundisho aliyotufundisha, basi hilo jambo litafanya hata yeye huko azidi kumtukuza Mungu aliyetupa neema ya kuelewa na kusimama imara katika wakati huu mgumu. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi tena. Basi kwa ajili hiyo, maneno hayo yote nimeyasema kwa sababu moja. Tunapoenda kumsifu Mungu, ni kweli tuna huzuni, lakini pia ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 inawataja mashujaa wa imani. Wengi wanatajwa pale, anasema watu ambao walifunga makano ya simba, walizima nguvu za moto, walipita tabu nyingi, wengine wakapokea wafu wao. Alafu mwisho kabisa inamalizia inasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Yaani walikuwa ni watu wema, watu ambao kuwa nao katika dunia ilikuwa ni neema na upendeleo. Ndivyo alikadhalika ilivyokuwa ni neema kubwa kwa sisi kuwa pamoja na mtumishi wa Mungu mama yetu Neema Salome Seng'enge. Amen. Kwa hiyo kwa ajili ya neema hiyo tuliyopewa na Bwana, tumshangilie Mungu, tumwazimishe Mungu kwa ajili ya neema kubwa ya kwamba katikati ya siku zetu alitupa mtu mkubwa kama yule kuwa katikati yetu. Mpigie Bwana Yesu makofi ya shukrani, ya shangwe na utukufu mwingi. Amen. Amen. Basi wakati huu moja kwa moja naomba niwakaribishe timu ya kusifu na kuabudu. Twende tukamsifu Mungu. Karibu, tuwapigie makofi Fountain wakati wanakuja kutuongoza katika sifa. Karibu.
tutapiga kelele, hatuachi. Wewe ni Mungu mkuu, tutapaza sauti zetu kama tarumbeta, tutapiga kelele, hatuachi. Tutapaza sauti zetu kama, inua ni mikono ya tarumbeta. Kweli umestahili mwamba, umestahili Yesu, umestahili Baba, umestahili Baba. Kweli umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Baba, umestahili Baba. Alumeza kutukuza Mungu wetu, umestahili Yesu. Kabila za nyenyekea mbele zako, umestahili Baba. Falume za tetemeka mbele zako, umestahili Yesu. Kabila za inama mbele zako, umestahili Bwana Yesu, umestahili Baba, umestahili Yesu, umestahili Baba, umestahili Baba, umestahili Yesu, umestahili Yesu, umestahili Baba, umestahili. Shangilia Yesu, shangilia Yesu. Haleluya, haleluya. Twende namna. Unaweza Baba, mfalume Yesu, Mungu mfinyanzi we, Mungu nayetupa faraja ya mioyo. Hakuna jambo hilo la kukushinda wewe. Unaweza cheza namna hiyo kwa sababu Mungu wetu anaweza. Hapana kama yeye. Falume anaweza, unaweza Mwokozi, unaweza mfinyanzi, unaweza mfariji. Hakuna jambo lililo la kukushinda. Tamuona mfinyanzi anavyo wewe ni Mungu unayefariji tena, Mungu wangu. Bwana akamwambia Yeremia, nenda tamuona mfinyanzi anavyo wa DIC na katika levo ya maongozi taifa na dunia kwa ujumla, kuna tunu nyingi ambazo mama ametuachia, ambazo leo tunavyoendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama yetu, si vibaya tuendelee kukumbushana ili kila mtu azishike. Moja, mama yetu alikuwa ni mtu wa ibada kweli kweli. Amen. Mungu alikuwa ni kitu chake cha kwanza. Lakini kitu cha pili, mama yetu alikuwa ni mtoaji na mtu mwenye upendo kweli. Katika kutoa alikuwa ajizuii. Amen. Kwa hiyo kila atakapokuwa anakuja tutakuwa tunakumbushana tunu ambazo mama ametuachia, ili leo hii tunapoendelea na ibada hii ya faraja tusitoke bure, tutoke na vile ambavyo mama angetamani kusema, na waachia hiki mkishike mpaka Yesu atakaporudi. Amen. Kwa hiyo tushike tunu hiyo. Mama yetu ni mtoaji na alikuwa mtu wa ibada. Kwa hiyo sisi kama ndugu, jamaa, marafiki na familia na watu wa karibu tumuenzi kwa jinsi alivyokuwa. Amen.